Habari za leo, nataka nikufundishe saikolojia ambayo inaweza kumfanya mtu ambaye anakuchukia akabadilisha kabisa mtazamo wake na akaanza kuishi na wewe vizuri. Hasa kuna mbinu ya kisaikolojia huwa inaitwa Ben Franklin effect. Hasa hii mbinu inafanyaje kazi? Hii mbinu inabadilisha kasoro mtazamo kwamba itakuwa mtu mtendee kwanza kitu ndio aje akutendee na yeye, lakini hii mbinu iko tofauti kabisa. Ukitaka kwa mfano kumfanya mtu ambaye anakuchukia akabadilisha kabisa mtazamo wake, ni kwenda kumuomba msaada mdogo ambao hawezi kukataa, na akiweza kusaidia tayari utakuwa umemtengenezea mgongano wa kiakili ambao tunauita cognitive dissonance. Yani binadamu sisi huwa hatuwezi kushikilia mambo mawili kwa wakati mmoja. Hawezi kushikilia jambo la kuchukia na jambo ambalo ameliingiza sasa hivi labda la kukusaidia. Kwa hapo utakuwa umewasili kiakili, kwa sababu mtu yote kikawaida kama anakuchukia hawezi kukusaidia, lakini akikusaidia tayari unakuwa umeshamtengenezea tatizo la mgongano wa akili. Sasa hii mbinu unaweza kuitumiaje? Mfano kama kuna mtu anakuchukia sana, unaweza kwenda kumwomba kitu ambacho unaamini hawezi kukataa. Unaweza kumuuliza hata saa samani sasa hivi saa ngapi? Akikujibu tu tayari unakuwa umeshamtengenezea hiyo cognitive dissonance kwamba ule mgongano wa akili hawezi kushikilia mambo mawili kwa wakati mmoja, na jambo moja lazima litachukua nguvu zaidi, na mara nyingi lile la mwanzo ambalo anakuchukia litapoteza nguvu kabisa, na ataamini kama nimemsaidia huyo mtu basi kuna chemichemi za ndani ambazo ninamsamini, kwa ile haitafutia kabisa. Na hii ilifanyia utafiti kwa sababu huyu Ben Franklin kulikuwa kuna mtu anamchukia sana. Alimwomba kitabu kwenye library yake huyu mtu aliyekuwa anamchukia. So alipomsaidia baadaye alirudi akampa shukrani kubwa kwamba kitabu chake kimenisaidia. Baada hapo akawa marafiki kabisa. Kwa hiyo unaweza kutumia mbinu hii. Muombe karamu, unaweza kumuuliza muda, unaweza kumuomba labda kwa mfano kusaidie hata kukuchagulia rangi, au unaweza kumwambia msaidie kuona kama hii ni nzuri kati ya hii na hii. Akishaweza kubali tu kukusaidia tayari unakuwa umeshamtengenezea mgongano wa kiakili. Kwa mtu yote anayokuchukia unaweza kutumia mbinu hii, lakini sasa inategemeana. Kwa asilimia kubwa inafanya kazi kwa sababu ya hii hali ya mgongano wa kiakili. Hebu niambie katika comment ni jinsi gani ambavyo ulishawahi kukutana na mtu ambaye anakuchukia na ukajaribu kumwambia mbinu hii au kutumia mbinu hii ikakuletea matokeo. Lakini pia kama kuna kitu kingine ambacho unakifahamu zaidi unaweza ukashare kwenye sehemu ya comments.